Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Baba linasema ya kwamba Elia alipoingia katika mji wa Sarepta alikumbwa na njaa, na njaa ilipomkumba alimkuta mwanamke mmoja, na yule mwanamke alikuwa akiokota kuni. Akaambia yule mwanamke ya kwamba mimi nina njaa. Mwanamke akamwambia kwamba katika nyumba yangu sina kitu chochote bali nini na nini. Bwana Yesu asifiwe. Maana Elia alimwitisha akamwambia, na ninahitaji mkate, nenda ukaniandalie mkate ili nikale nikashibe. Nenda ukaandae chakula ambacho kimesalia, mimi nikale na nikafanya nini? Nikashibe. Sema imani. Mwanamke alimjibu namna gani? Sina kitu chochote ila nimebakisha unga kidogo na mafuta kidogo, na ninaokota kuni mbili, niende niandae ili jamii yangu tukale na tukakufe. Amen. Ni kwa sababu ule mji ulikuwa na nini? Njaa. Sema imani. Maana ule mji ulikuwa na nini? Njaa. Mulimudu kweli. Sema imani. Mji ule ulikuwa na njaa, lakini licha ya kwamba ulikuwa na njaa, mwanamke yule alikuwa amebakisha kitu kidogo katika nyumba yake, na ni Roho wa Bwana alimtuma Elia. Elisha akamwambia kwamba enda kwa yule mwanamke, utampata na atakuandalia. Sema imani. Niko na watu hapa kweli. Haleluya. Amen. Akamwambia kwamba iwepo unaniandalia mimi kama mtumishi wa Mungu, basi pipa lako halitapungua na chupa lako haitapungua. Haleluya. Ukimkaribisha mtumishi wa Mungu hautapungukiwa. Ukikaribisha mtumishi wa nani? Wa Mungu, hautafanya nini? Pungukiwa. Sema imani. Karibu sana mama Richard Edith. Huyu ni mama yangu aliyeniindisha EDC mzee. Mama yangu aliniindisha EDC na amefika hapa, hata sijui amefika namna gani. Pigia makofi mazuri sana. Sema imani. Bwana Yesu alifikiria. Aliniingisha peke yangu, lakini sasa hizi si unaona kumbe kuna watu. Katika lile neno linasema kwamba yule mwanamke hakuwa na kitu chochote ila mafuta kidogo na unga kidogo, lakini kwa sababu ya roho ya ukarimu aliyemtengenezea mtumishi wa Mungu, basi aliweza kujazwa. Kopo lake halikupungua wala chupa yake haikupungua. Naongea na mtu mahali hapo ambaye yuko tayari ili mama aende masomo. Neno la Baba linasema kopo lako halitapungua wala chupa yako haitapungua. Yes. Danya urulitsi chini rwati tao. Ni rwati ngi tao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu yule mtu mwenye anasema chifu nimebakisha hii, na nitakapokupatia naenda Mlolongo kwa mguu. Naenda Kibira kwa mguu. Naenda tauni kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Ndatasi ya hulile nche. Tita pipeline hulile nche. Nataka mtu aende baboli banyole banyando. Tita ibunyole hulile nche. Nani huyo? Beba mkono wako juu. Benya husari ise. Uchini bilenja handi bikaluma huta. Unaudatua western. Umatoka vile. Amen. Unaona tatizenyi ni kupuuza. Tatizenyi ni kufanya. Mimi nakwambia uende. Unapenda kwenda town, unapanda Climax, unapanda Eldoret Express, unapanda nini? Zile zingine zile Green Line, lakini sasa nakwambia kwamba utatumia miguu zako. Kwani gari sio, ukinunua gari sitakuwa ni lako. Halitakupeleka. Sometimes my people they are suffering because of lacking of. Kama mngilikuwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Beba mkono wako juu. Kinga mkono wako. Jehova Nyasaye mwana wa Daudi ni Nyasaye.
Mungu wangu wako tayari kutoa matoleo. Kabla hawajatoa babangu, na weka mikono mwako, takasa kila mmoja, inua kila mmoja, asipungukiwe wala asilemewe. Kwa jina safi ninaomba. Asante. Bwana Yesu asifiwe.